Bwana Yesu asifiwe. Kipekee ninamshukuru Mungu sana kwa kuwa amenipa neema na kibali na kuweza kuona mwaka mwingine tena. Ni neema ya pekee sana kwangu, kwa maisha yangu na familia yangu. Lakini pia ninamshukuru Mungu hata kwa ajili ya taifa letu ambalo kwa mwaka jana tumepita katika mambo mbalimbali ambayo wakati mwingine yalitutia hofu na mashaka. Lakini Mungu wetu ni mwaminifu, ametuvusha salama. Hatujapata madhara mengine zaidi ya lile ya tarehe 29. Tunamshukuru Mungu aliyetupigania. Kila hatua ambayo tumeivuka tunajua ni mkono wa Mungu ulikuwa pamoja nasi. Napenda kumshukuru Mungu sana kwa kunipa siku ya leo, lakini pia nimefurahi kuhudumu kwenye kanisa hili pamoja na waumini wote ambao tumesali mwaka mwingine tena. Binafsi leo imekuwa ni baraka kwangu kwa sababu nimembatiza mwanangu mwenyewe na imekuwa neema sana. Nimeiona nguvu ya ibada, nimeona shangwe kwa waumini wote, lakini pia tumefurahia ibada kwa ushindi mkubwa sana. Siku ya leo imekuwa ni siku ya kihistoria sana katika mwaka huu, mwaka mpya, lakini pia tunamshukuru Mungu kwa mwaka 2025 tumeuvuka vikiwa salama. Hasa katika idara tumefanikiwa kufanya vitu vingi kama kufanya mikesha, kufanya semina, lakini pia tuweza kuona mkono wa Bwana kwa viwango vingine vya juu zaidi. Changamoto kubwa tuliyopitia mwaka 2025 ilikuwa ni swala la msiba, kuondokewa na ndugu zetu. Mwenyezi Mungu pia alituvusha katika kipindi hicho kigumu. Mwaka 2025 ulikuwa ni mwaka wa mafanikio kwa upande wa kwaya yetu, kihuduma, kiuchumi, na kwa namna nyingi tumeona mkono wa Mungu ukiwa juu yetu. Kihuduma, pamoja na huduma mbalimbali tulizozitoa za kushiriki katika mikesha ya huduma ya neno la Mungu, katika makongamano na hata katika kupeleka injili kwa kusafiri sehemu mbalimbali. Katika makongamano tulishiriki katika makongamano mawili. Kongamano la kwanza lilikuwa ni la Dinari ya Nyamagana ambalo lilifanyika mwezi wa 5, na Mungu alituwezesha tukashika nafasi ya kwanza kati ya kwaya 9. Lakini baada ya pale tulishiriki katika kongamano la Dayosisi lilofanyika Sengerema Sekondari, tulipata nafasi ya pili kati ya kwaya 23. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu katika huduma hiyo ya makongamano. Mungu alitupigania. Si kwamba sisi tulikuwa tuna uwezo mkubwa wa kuimba, lakini neema ya Mungu tu ilitufunika. Basi tunamshukuru kwa hilo. Kiuchumi pia tumefanikiwa kwa mambo mengi. Tumeweza kuongeza baadhi ya vifaa vyetu vya kuimbia kwa ajili ya huduma ya neno la Mungu. Lakini pia tumeshiriki katika harambee nyingi, kiwepo harambee mojawapo Buhongwa ambako walikuwa wanafanya uchangiaji wa ujenzi wa kanisa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, mwaka 2025 umekuwa ni mwaka wa baraka kwetu na tumeona mkono wa Mungu. Kwa mwaka 2025, mwaka uliopita ulikuwa ni mwaka wenye mafanikio kadhaa kwa kwaya yetu, lakini pia umekuwa ni mwaka wenye changamoto nyingi, sasa ni magonjwa, vifo ndani yetu, hasa kwa kuondokewa na wapendwa wetu wa karibu waliotuondokea hivi karibuni wakati tunaukaribia mwaka 2026. Kipekee tunamshukuru Mungu sana kwa hayo yote yaliyotokea mwaka 2025, na sasa tunaingia mwaka 2026 ambao tunategemea ni mwaka wetu wa baraka sana kwa kwaya yetu ya Msiba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunayo mengi ya kusema, lakini machache tu ni kwamba mafanikio ambayo malengo ambayo tunalenga kufanya kwa mwaka wa 2026, kipaumbele kwetu ni kuhubiri injili nje na ndani ya nchi kwa mwaka 2026. Tunaendelea kumwomba Mungu atusaidie, atutie nguvu, lakini pia kuwatembelea waliokata tamaa, kuwatembelea wagonjwa, kuwatembelea wafungwa walioko magerezani na kadha wa kadha katika kuendelea kuihubiri injili ya Kristo. Lakini nipende kuwaasa Wakristo wenzangu ambao
tumeweza kuvuka mwaka huu salama. Yamkini ulivuka ukiwa na moyo umevunjika, una manunguniko. Nikutie moyo, nikwambie kwamba moyo wako mkabidhi Bwana Yesu, maisha yako mkabidhi kwa Bwana. Tumaini lako liwe mbele za Mungu kwa kila hatua. Mungu akutetee, Mungu atutetee kama Watanzania, kama Wakristo. Mioyo ilipovunjika, Mungu akatujaze tena tumaini jipya. Kama vile neno la Mungu lilivyotuambia siku ya leo kwamba juu ya msamaha, kwamba ni lazima tuishi kwa kusameheana, kwa kubebeana. Lakini pale ambapo unaona kwamba imani yako inalegalega, muombe Mungu sana akusaidie, akujaze hiyo imani ya kuendelea kupiga hatua wewe uliyekuwa umekata tamaa. Neno la leo limetufundisha namna ya kusamehe kabla ya kuomba. Ninaamini kabisa kila mmoja aliyejumuika kwenye ibada, hasa nikiwepo na mimi mgeni katika kanisa hili, kiukweli tumekuwa na neema kubwa sana kwa sababu tumeachilia yale yote ambayo yalikuwemo ndani ya moyo na kuanzisha historia nyingine pia kwenye maisha yetu. Tunaomba mwaka huu ukawe ni mwaka wa kuachilia zaidi hadi utakapofika mwaka mwingine uwe ni wa neema na nguvu kwetu. Mwaka huu tunaoanza utakuwa wa mafanikio zaidi na zaidi kwangu mimi na kwa familia na kwa taifa kwa ujumla na hata kwa kanisa pia. Kwa mwaka huu natamani Mungu aniongezee kwenye imani katika naamini kwenye kumtolea. Yaani niwe na imani ile ya kumtolea Mungu, nisiwe nasema na mashaka katika kumtolea. Kwa hiyo naamini nitafanikiwa, na yeye anayejua njia zangu ambazo ni za mafanikio ataniwezesha, nitaweza kufanikiwa katika njia ya utoaji. Natamani sana, yani natamani katika issue ya utoaji nisiwe mzembe kweli kweli. Kwa hiyo naamini Mungu ataniwezesha kuwa na imani ya kumtolea Mungu. Naamini kwenye kumtolea kuna mafanikio zaidi. Mwaka 2026 kwa neema ya Mungu tuna mambo mengi ambayo tumepanga kuyafanya, na kwa ajili hiyo tunamwomba Mungu aweze kutusaidia. Miongoni mwa hayo ni pamoja na kuongeza vyombo ili tuwe tuna vyombo vikubwa ambavyo vinaweza kumudu kufanya mkutano wa Injili. Lakini pia tuna mpango wa kurekodi mkanda wa audio lakini pia na video ili tuweze kuziweka nyimbo zetu kwenye YouTube ili mtu yoyote aliyeko kokote kule duniani aweze kuziona kupitia mtandao. Neno la msamaha mimi binafsi nimeliona kama ndio ufunguo wa kuweza kufanikiwa katika mambo yote katika maisha yetu binafsi na hata maisha ya kihuduma, kwa sababu bila ya msamaha sisi pia tuweze kusamehewa na Mungu. Sisi ni wakosefu, na ili tuweze kupata ufunguo wa kumfanya Mungu atusamehe ni pale tunapojikomiti wenyewe katika ile sala ya Bwana kwamba utusamehe kama sisi tunavyowasamehe wengine. Kwa hiyo Mungu sio mwanadamu kwamba tunaweza tukamdanganya kwamba tunawasamehe wengine hali hatuwasamehe. Kwa hiyo tutakuwa tunajifungia baraka na hatuwezi kupata mafanikio katika maisha yetu ya kiroho, ya kimwili na hata kihuduma pia. Kupitia neno la leo ambalo linasema msamaha, tusiwe na mioyo ya kushikilia vitu, imekuwa neno tofauti sana kwangu. Binafsi nimeipokea kwa moyo mkunjufu sana, maana nilikuwa na visasi na watu wengi, nilikuwa ninatamani kulipiza mabaya kwa watu, lakini siku ya leo imekuwa ni siku ya kihistoria kwangu. Nimeweza kupunguza moyo wangu na kusamehe watu wote ambao waliweza kunikosea, nami pia nadhani niliwakosea, lakini binafsi mimi nimewasamehe. Wito mimi kama mwenyekiti wa kwaya naendelea kuwakaribisha waimbaji wadogo. Tunakuza pia vipawa kwa wale ambao wana kiu ya kuimba na kumtumikia Mungu. Kwa hiyo 2026 ni mwaka ambao tunatamani na kutoa wito kwa watu wote, kanisa zima, nje na ndani ya kanisa, watu waje wajiunge Hepsiba kwaya ambao ni kwaya ya kitumishi, kwaya ya kiinjilisti. Wito wangu kwa waumini, vijana, rika la kati na hata wazee kama mimi pia, ninawapa wito kwamba kuingia katika huduma ya uimbaji ni baraka kwa Bwana. Mimi binafsi nimeziona baraka za Bwana. Rasmi nimeanza kuimba mwaka 1984 na takriban kama miaka 40 hivi. Sijaona kupungukiwa, nimeziona baraka za Bwana. Nimetembea sehemu mbalimbali kihuduma, nimepata marafiki ambao nisingeweza kuwapata kama nisingekuwa mwanakwaya. Nimefika maeneo mbalimbali ambayo
kwaya ndio imesababisha nifike. Kwa hiyo nawaalika watu wote mnaojisikia wito wa kuja kumtumikia Mungu, kuimba na kumtukuza Mungu, hakuna majuto. Mimi nimeziona baraka za Bwana katika uimbaji. Mwisho kabisa nimeambiwa namba nitoe designer wa nguo hii. Designer ni mimi mwenyewe. Nawapenda sana na Mungu awabariki.